iko faida kumtumikia Mungu. Tunaangalia Mathayo 6:19. Tumefika wote? Mathayo 6:19 hadi 21, si ndio? Neno la Mungu linasema hivi: msijiwekee hazina zenu duniani, nondo na kutu viharibipo na nitarudia tena. Msijiwekee hazina zenu duniani, nondo na kutu viharibipo na wevi uvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina zenu mbinguni, kusipoharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wivi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo na wewe utapokuwa hapo na moyo wako. Amen. Amen. Kwa hiyo ukiweka hazina zako mbinguni, yani hazitaharibika. Mbinguni sehemu ambayo shetani pale hajapewa nafasi ya kukanyaga, hawezi. Kwa hiyo kuweka hazina yako ni pamoja yani kujiambatanisha moyo wako na dhabihu zako na matoleo yako na fungu za 10 na malimbuko yako na ambasha nani na moyo wa Mungu. Amen. Kwa hiyo hata kama unapitia kwenye dhiki, unamkumbusha Mungu. Amen. Unaambia Mungu, kumbuka nilikuwa ni mtoaji wako wa fungu la 10. Inawezekana vipi? Mbona mazo yangu yako hivi? Mungu, kumbuka nilikutolea hivi. Mbona haya magonjwa ya kamwe yaishi nyumbani kwangu? Unakuwa na kitu cha kudai kwa Mungu. Amen. Na una uhalali wa kudai kwa Mungu. Maana umejiambasha moyo wako nini? Na mali za Mungu. Ndio faida ya kumtumikia Mungu. Amen. Amen. Kornelio alitoa ikafika mahali Mungu akasema inatosha. Amen. Na mtuma Petro aje Yafa. Niandalia mandugu zako na majamaa. Petro anakuja kuhubiria injili ya kweli. Umeona? Kwa wale watu wakamtolea Mungu, ikafika mahali Mungu akasema nimesikia sadaka zenu. Nimezisikia sadaka zenu. Na nyipokeeni hiyo neema kwa jina la Yesu. Yaani mtolee Mungu mpaka aseme nimesikia na mimi sadaka yako. Amen. Na mimi ni mmoja wao katika wale. Amen. Na wewe mmoja wao katika wale. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unajua unapomtolea Mungu na Mungu anafurahi. Anasema watoto wangu wamejitambua. Watoto wangu wamejielewa. Yaani Mungu anabarikiwa paka anashanganikiwa na yeye. Yaani unajua kuna baraka zinakuja paka unashangaa. Unashangaa kwa nini? Kwa sababu moyo wako uliobatanisha na Kristo. Amen. Na mali zako ulizopatanisha na Kristo. Amen. Ukuangalia una fedha kiasi gani? Ukuangalia una mashamba kiasi gani? Ukuangalia una mahindi kiasi gani? Ukuangalia una mapapai kiasi gani? Ukuangalia una nazi kiasi gani? Ukasema Yesu, tutagawana mimi na wewe. Amen. Na Yesu unapofanya na hivyo, naye anasema hapana. Kwenye nazi zake namuongezea. Amen. Kwenye mapapai yake namuongezea. Amen. Kwenye mahindi yake namuongezea. Maana mtoto wangu amejitambua huyo. Amen. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Amen. Usiwe ni mtu wa kufuatiliwa na mtu eti mtolee Yesu fungu la 10, mtolee tu malimbuko, mtolee Yesu sadaka ya nguvu. Hapana mpendwa. Vile moyo wako unavoguswa na Mungu, mtolee sawa sawa na moyo wako. Amen. Usiwe na umizwa. Isiwe mtu anakufuata eti unaingiza mamilioni, toa laki. Kama hujaguswa kutoa usitoe. Amen. Lakini ukiguswa mtolee Mungu kwa uaminifu bila kuumia. Amen. Ili Mungu naye aipokee kihalali. Unashangaa katika fungu lako la 10 unastawi tu. Unashangaa katika malimbuko yako unastawi tu. Paka watu wanakushangaa. Wanasema hivi huyu mama alifanya nini mpaka anafanikiwa hivi? Huyu mama alienda kwa nini mpaka anafanikiwa hivi? Kumbe ni kumtumikia Mungu tu. Amen. Iko faida unapomtumikia Mungu. Amen. Usihesabu hasara. Hesabu ni faida tu. Amen. Unajua unapokuwa mfanya biashara, hasara ziko, lakini uziangalie. Wewe unaangalia mafanikio, unasema hata ng'ombe leo akianguka chini sawa, lakini hao shini kiwauza mimi ni bilionea. Na wewe pokea neema kwa jina la Yesu. Usiangalie hasara. Yaani angalia faida tu. Hasara itafidiwa kwenye faida. Amen. Usibaki unasema hapa nitakuwa nipate magunia 500 lakini nimepata 20 na kuaje? Mwambie Mungu, najua katika hii 20 nitauza sasa na zile zokuepo hapa. Amen. Ile hasara Mungu anaifidia umo. Utashangaa tu. Yaani unabaki ukiamka ukishtuka hivi, mbona yani nashangaa tu naona hela zinakuja. Naona
Kumbe Mungu anakuanganisha na matajiri. Kwenye kile kidogo kina extributiwa kinakuwa kinaenda nje. Soko lako linakuwa la nje. Ni la nje. Ni la nje. Mpaka kila mmoja sasa yaani Mama Shuki ni mapapai tu anaenda Marekani. Mapapai tu. Mama Dani tu ni mahindi tu anaenda Marekani. Hivi huyu Dani na yeye ni nini? Samaki, dagaa. Hawa watu ni matajiri. Huu utajiri wao wameutoa. Kumbe hawajajua siri kumtumikia Mungu kwa faida. Mtumikie Mungu kwa faida. Usiangalie mazingira. Wewe muangalie Yesu ana neno gani juu yako. Wacha utukano, mwambie Yesu nafurahi maana nimekuwa. Yaani ukitukano mwambie Yesu nafurahi nimekuwa. Yaani unavotoa mwambie Yesu nashukuru maana nimevuka. Sasa usipotukanwa huwezi kukua. Ndio maana mtoto akiwa mdogo ni kafimbo. Kana mtoa ujinga ili akue. Na mtu uzima ukitukana sasa na fimbo. Mwambie najua nakuwa. Najua ndo na leo nenda kupokea baraka zangu. Maana mimi nimbarikiwa tu. Haijalishi itachelewa au lakini najua mimi nimbarikiwa tu. Usikae na watu wenye ugonjwa wa kupooza atakwambiza mapoozo. Kaa na watu wenye neema na upate hiyo neema. Ukikaa na watu ambao wamepooza na utapooza. Sasa wakati wa kuomba, tuombe mwenzako amesinzia. Unajikuta wewe ndo unanyonywa. Takuwa mkianza kuomba kwa jina la Yesu na yule mwenzako kwa jina la Yesu. Sasa mwenzako kwa jina la Yesu ni yuko Kilombero. Wewe uko hapa. Kwa hiyo unatakiwa unapoomba na wenzako wanaomba, ile nguvu inakuwa kubwa. Kumbuka wale wakoma walikuwa hawana nini? Miguu. Lakini Mungu aliongezea vishindo kwenye zile kwato. Mpaka wale watu wenye masira zao wakasema Mungu wangu leo tumeisha. Unasikia farasi wanapokuja ni wale wenye mitutu. Wakaacha silaha zao na mavyakula na makila kitu wakakimbia. Kumbe ni wakoma tu, hawana hata bunduki. Hata kisu hawana, hata jembe. Ni vishindo tu kono Mungu kaongezea vishindo huko chini. Unasema hayo ni mafarasi yanakuja. Leo tumevamiwa, tumekaa kizembe. Kumbe unapochukua hatua naye Mungu anakuongezea vishindo. Unapopiga hatua moja naye Mungu anakuongezea vishindo. Unajua imani ni baada ya vitu ambavyo visivyoonekana. Unaanza kuamini kitu ambacho ni hewa. Sawa? Ile hewa inakuja na kuwa kitu. Amen. Umeona? Ikishakuwa kitu kinaleta kitu nje sasa kinachoonekana. Amen. Ndio watu wanasema ule unabii umetimia maana aliamini kitu kisichoonekana. Alipokea lile neno. Unajua neno linaumbika. Sawa? Maana neno linapatana na imani. Tutakuja kujifunza. Imani huwa hailali, inalala. Sawa? Inaona, inabeba, inatembea. Kwa hiyo ni kama chumbuko la mzizi. Unajua mzizi usiponyeshwa maji hizi kaleta kitu juu. Kwa hiyo mbegu inazaga na mzizi. Si ndio? Ikichomoka juu ile inakuwa kimea. Lakini kwa kule chini inaanza mzizi, maana mbegu hizi karibika bila mzizi. Kwa hiyo mzizi ndio unashikilia ardhi ya kuruhusu maji au unajua mizizi kisayansi tunaweza kusema ni mishipa. Sawa? Ni mishipa au mirija ambayo inaruhusu maji ipenye ingie kwenye ile mbegu nini? Ifunguke. Kionekane kitu. Ni sasa na mwanamke anapokea ujauzito inakuwa ni hewa. Maana ni kitu ambacho hakijulikani kwa wakati watu kipima, hakijulikanagi ni kitu gani. Maana ni maji na damu. Lakini baada ya muda inaunganishwa na finyangwa na neema ya Mungu alivyotuwekea anajua yeye. Baada ya siku nashangaa huko kakitu ndani kanisa kudu. Mama ndio imekuwa. Baada ya muda mchache katutonganga, lakini kalikuwa huko ndani ni maji na damu. Amen. Huyo ndio Yesu. Na Yesu akikushika, yana nakubana sawa sawa. Yaani ukitoka huko nje unasema, yaani huyu dada sasa hivi ana neema. Hela inamtembelea anang'aa. Ametakata. Yaani sijui ametakata fedha ameipata wapi. Ukiwa na Yesu hata kama una 100 lazima utakate. Maana Yesu analipa na change na baki. Lakini mchawi halipi kwa sababu hiyo neema hana. Na kama anaweza mwambie aje tena ajaribu. Safari aone. Maana ipindikia alitumatuma mavitu vyake sasa ameshindwa. Kaleta fujo ameshindwa. Watu nasonga mbele. Maana mimi naenda wakina Petro na Paulo wa leo. Wanakuja kusumbua hapa, analeta vitu ambavyo vieleweki.
haitakuwa. Ndio hivi tumeanza. Amen. Ndio tumeanza safari. Yaani kama ni safari ndio tumeianza sasa. Watashangaa. Watakuja wote. Maana wanakuja kwa staili ya kujaribu kwamba hivi pale kweli kuna neema fulani. Wakiponywa wanarudi kule kwao, wanapiga kimya. Hawaji kumshukuru Mungu aliowaponya. Amen. Sasa kama wamshukuru, na sisi tunabadilisha mambo, Mungu wapige warudi tena wahamia kabisa. Kwa sababu wezekana ukaponywa na daktari huyu, baadaye umrudishie utukufu wake Yesu, unaenda kujichanganya na vikanisa vyako ambao unajua havina uwezo wa kuponya. Unaenda kusema kweli, nashukuru Mungu kwa maombi yetu, nimeponywa huko. Wewe acha kumdanganya Yesu. Sasa Yesu amekuponya alafu anayaachilia na mengine aje sasa. Waambia watu unaenda kuwashukuru kama atakutoa huko. Pale Yesu alipokutoa ndo kwenye uzima wako. Ng'ang'ania. Kuna kiumbe kimoja kinaitwa ruba. Sijui kama mnakijua. Yaani kwenye maji kinateleza kama kambale. Umeona? Kwa hiyo kina desturi kikamata hivi mahali kimeng'ang'ania. Pao yaani akana hata mfupa, lakini kanajua kung'ang'ania ngozi. Kakiingia kwenye ngozi yaani unabidi uchane kiwembe ukatoe. Hivi huwezi ukatoa, maana kanateleza ndani kwa ndani. Kwa hiyo ukiponywa mahali ng'ang'ania, ndo madhabahu yako hiyo. Maana umezunguka kote hujapokea hiyo neema. Pale popokea ndo unajua ndio madhabahu ulikuwa unaitafuta. Usikae tu ukasema eti huyu mchungaji naivana. Kuivana sio tatizo. Hata mimi na mke wangu tunaivana. Naambiaga hata mke wangu, mama, kama uamini na kitu nenda huko unapoenda, lakini mwisho wa siku utajua nao mtumikia ni nani. Unajua hata wake zetu nyumbani wengine waaminiki. Sasa mume wangu pasa kila saa na kuona pale anakuona ni wa kawaida tu. Sawa? Ndio hivyo alivyo. Lakini kuna siku namwambia Mungu amtandike anasema baba leo nampatana wewe. Maana sasa baba yetu sasa ni mchungaji hivi kweli? Hivi kweli ni mtumishi? Hivi kweli? Umeona? Ni vigumu kwa sababu ni ufahamu wake umefungwa hivyo. Lakini mimi ninamwombea neema, kuna siku atakuja kwa fimbo na yeye. Ili ajue kwamba ninamtumikia Mungu anaolipa. Mimi nimemuona. Naye mwenyewe anamuona. Maana anaponywa na huyo Mungu, lakini bado tu sijui kitu gani. Yaani wewe shetani wewe. Utamshikilia mke wangu tena na kueleza kweli. Maana sasa anaponywa lakini bado kamoyo kake sijui anasema sasa hapo kanisani kweli. Kweli unaenda kanisani kweli. Sasa unajua ni kufungwa tu. Yaani ile yote kunikuhamisha mimi nishindwe kumtumikia Mungu. Unajua shetani anaangalia sehemu gani pa kuingia ili kunivumia. Naambiaga shetani, yani wewe hiyo ni habari mbaya kwako wewe. Yaani mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi maana nimezaliwa na Yesu. Nimezaliwa na Yesu na nimemthibitisha. Na namwambia kila siku mimi utanyweza. Utagusa kote lakini nakwambia mimi utanyweza. Kila cha kwangu utakiacha tu. Utakigusa mara moja utakiwa ni kichungu, utakitamani tena. Maana kitarudi kwenye asili yangu mimi na Yesu Kristo. Na nyipokeeni hiyo neema. Kama ni mzee anasumbua mwambie, yani kuanzia leo utabadilika, utamjua Yesu na umtumikia. Kama ni mwanamke anasoma mbele utamjua huyu Mungu na umtumikia. Kama ni watu wanasumbua mbele hizo bangi mzovuta kuanzia leo ndio mwisho. Kama ni uchafu mwingine wa uzinzi na wale ambao leo ndio mwisho. Utamjua Yesu na umtumikia, ni wa kweli au sio wa kweli. Lazima kwenye ukweli usimame kwenye kweli. Ili Yesu ajitukuze mwenyewe. Maana Yesu asaidiwi. Yesu akishuka ameshuka. Akibariki amebariki. Akiponya ameponya. Umeona? Ndio Yesu tunomtaka wapendwa. Amen. Nataka ndio kwenye kitabu kingine. Tenda kwenye ile sasa Marko sasa. Kwa Marko 12:30. Marko 12 Marko 12:30 au 31. Tunaongelea habari ya faida ya kumtumikia Mungu. Amen. Yaani huyu Yesu leo nataka Yesu atufanyie kitu. Kila mtu Yesu amfanyie kitu leo. Yaani vile alivyokuja asiondoke kama alivyokuja. Aondoke na zawadi nyingine ya tofauti. Yaani aondoke na kitu cha tofauti. Ili akawa mwinjilisti na huko aseme jamani nimeenda kwenye kisima cha uzima na uponyaji. Nilichokiona siamini lakini Yesu amenigusa kwa sehemu. Ikawa ni ushuhuda na kwa wengine. Yaani mtu mgeni akija hapa naambiaga Yesu usimwache aondoke hivyo hivyo. Yaani usimwache aondoke hivyo hivyo. Mfanyie kitu awe na kumbukumbu aseme jamani
mahali fulani nimemthibitisha Yesu. Yamkini inaweza kuwa ni sehemu ya yeye kuleta watu hapa. Maana Yesu desturi yake akimponya mtu ni mwinjilisti. Ukienda huko kwenye mji wako, ukienda kwenye ukoo wenu huko, unaomba jamani, nilipataga dawa pale. Amen. Twende kwenye hizi pointi sasa zingine. Nasema hivi. Marko 12:30. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Umeona? Kumbe unatakiwa mpende Yesu kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, kwa moyo wako wote, kwa mali zako zote. Kumbe Yesu anatuelezea vizuri. Ni sisi kutojifu. Maana atupate mtu anaotuchimbia ndani. Unajua, ili kiazi ukipate lazima uchimbe chini. Ili muogo upate lazima uende chini. Sasa tumezoea kulishwa vya juu juu tu, vya juu juu hivi. Ni vibaya. Unamfundisha mtu wokovu wa kisasa ambao hauna tiba. Lazima uanzie chini. Mwambie mtoto lazima uanzie chini, ndio kwenye chemchem za baraka. Tumezoea tunalishwa tu kujuu hivi, mnalishwa kama twigget. Unataka ule majani ya juu, sasa ni upako. Yaani na upako ambao, yaani ukija hapa tu na kupokea. Mtapokeaje na wakati hujajiweka kwenye msingi wa kupokea? Nije tu niambie pokea. Napokea nini na hujajengea msingi wa kupokea? Mjengee msingi, nijue napokea nini. So nakuja tu kwa jina la Yesu pokea, napokea nini? Sijui wenzangu walikuwa msigano wakapokea. Ili na mimi nipokee, mjengee msingi wa kupokea, ambao kwa Yesu kuna kunyenyekea. Kwa Yesu kuna 1, 2, 3. Ili na mimi najiweka sawa. Acha kutenda dhambi, acha uzinzi, acha ulevi, shika neno, tafakari neno. So nakuja tu hapo fire 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 kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sasa mimi nakuja nashangaa nakamata wapi na shika wapi. Lakini nikija nikakuta msingi ni mzuri, nasema Yesu na mimi napokea kwa jina la Yesu. Maana haka kaulevi kananisumbua. Maana haka kaumalaya kananisumbua. Maana haka kauchawi kananisumbua. Maana haka masengenyo kananisumbua. Kwa hiyo nikija pale kuta fire fire fire, na mimi napokea nasema Yesu asante Yesu, na mimi nafunguliwa hapa. Nafunguliwa. Najipokea neema kufunguliwa kwenye marinji mingi. Unajua utakatifu ni gharama. Na dhambi ni gharama. Kwa hiyo unapokuwa mwokovu, unatengeneza ile ya nyuma yote. Sio kaza siku moja. Sasa na mtoto mlele kwa siku moja amekuwa. Sawa? Ni kazi ya muda mrefu. Toka 0 mpaka mwaka kuna gharama. Sawa? Kwa na wewe kutoka kwenye dhambi kuja kwa Yesu kuna gharama. Kwa hiyo unatakiwa uanze kutengeneza ile maisha ya nyuma. Yale uliyoyapitia, yale uliyoyafanya, yale uliyoyatenda. Kwa kujua na pasipo kujua unayatengeneza. Sawa? Ili uwe na madai kwa Yesu. Mwambie Yesu, watoto wangu wanaenda hivi ni kwa nini? Mume wangu yuko hivi ni kwa nini? Mke wangu yuko hivi ni kwa nini? Mama yangu yuko hivi ni kwa nini? Baba yangu yuko hivi ni kwa nini? Unakuwa na kitu cha kudai. Lakini sasa umeokoka, mimi nimeokoka, wewe ndio umeokoka leo. Oi. Mimi nimeokoka siku nyingi. Naona wewe ndio umeokoka leo. Oi, pole. Hayo ni maneno, ni mapozo. Hujaokoka wewe. Mtu aliokoka kila siku anatengeneza. Mtu aliokoka kila siku yuko toba. Mtu aliokoka kila siku anaambia Mungu, wapi nipalipobakia nisaidie. Mungu hata unapoomba unamlilia. Mungu unamlilia, usichoke. Ukiona hata mtoto wako anafanya kitu unaambia Mungu, najua natukana, naomba nisaidie kutengeneza hichi. Maana unaweza kuwa baba umesimama unapiga fire, lakini mtoto wako anakutukana. Mama umesema unapiga fire, lakini mume wako anakutukana. Sawa? Mtoto anapiga fire, lakini mama huko nyumbani anamtukana. Kwa nini? Katikati kuna misingi hamjaibomoa. Kwa hiyo inapishana. Kwa hiyo inapopishana lazima kimoja kimdhalishe mwingine. Inatakuwa mtoto akisema kwa jina la Yesu, na kule nyumbani anasema yeye kweli tuna mtoto sasa hivi ni mchungaji. Haleluya. Baba na mama wanaambatana, paka na watoto wanaambatana. Maana neema imewagusa wote. Haiwezekani neema iguse mmoja alafu mwenzako anakutukana.
Ina maana kuna kitu katikati kwa jina la Yesu. Leo tunaharibu. Amen. Leo tunaharibu. Amen. Yaani hizo roho leo tunazivunja kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio maana Mungu anasema iko faida kumtumikia nani? Unapomtumikia Mungu, na maana Mungu anafichua yale mavitu. Unaomba umefunga macho, unashangaa na kuletea picha na maono, nakwambia Ben bless. Unajua pale nyumbani kwako iko 1 2 3. Wewe kama mtoto wa mwisho iko 1 2 3, tengeneza. Waokoe na wenzako. Maana nimekufanya wewe kuwa lango. Pokeeni kubomoa milango iliyokuwa imeegeshwa na mizimu na matambiko. Maana bila hivyo kuvibomoa uwezi ukatoka. Nakumbuka Jumapili tulikuwa naombea nani? Jumapili 2 shemeji. Shemeji ukimwangalia alikuwa ana shida. Tulimuona. Tunasalimiana vizuri, tunaongea vizuri, lakini ile madhabahu yako ilikuwa imemficha huko. Kwa hiyo kumtoa ni gharama. Na sio kila mtu anaweza hizo fani. Iko ni kipawa na Mungu anatoa mwenyewe. Sio kuna ile binti Jumapili hapa nyinyi mlikuwa mnashuhudia wenyewe. Ameenda makanisa huko, wanapiga afaya na anguka chini puu. Wanamuacha hapo, wanaanza kujikwaza kuleta visingizio. Unajua kila kitu kina mwenyewe. Sawa? Kila kazi ina mwenyewe. Umezoea kuvua samaki, ukipewa jembe hutaweza mpendwa. Umezoea kushona, ukipewa sijui manini huko tengeneza alizeti hutaweza, maana sio fani yako. Piga fire ukiona uwezo, unamwambia Bwana we, njoeni na kesho kutwa. Unamwambia jamani watumishi, njoeni. Kuna binti amekuja hapa ni kichaa kichefuchefu, saa mbaya. Nimemshi. Naombeni nguvu kutoka kwenu. Huyu binti apone. Lakini sio mtu ameanguka pwa. Unamuacha hapo. Paka ile mamizimu baadaye anamuamsha, wanamchukua tena. Kwa hiyo inakuwa kazi mara mbili. Ukiona kitu kiwezi, mwambie jamani asheta, nyanyua mikono juu. Omba msaada. Usinganganie kitu ambacho kitakuharibia sifa ya utumishi. Usinganganie maana ukiwezi. Sasa angalia kama huyo alomwombea mtumishi mwenzangu, lakini mimi najisikitisha. Siwezi kana ungangania sehemu ambayo sio ya kwangu, sitaweza. Umeona? Mimi nasimama kwenye sehemu najua ile fani ni ya kwangu. Ile fani ya kuombea ni ya kwangu. Yaani mimi siogopi. Wakija hapa ni fire, lazima kieleweke. Maana Yesu amesema hivi, ni kisima cha uzima na nini? Kwa akija hapa, yaani akija hapa na magonjwa yake, akiingia kwenye kile kisima akitoka magonjwa. Akija hapa akidumbukia sijui mizimu. Akija hapa na uchoa akidumbukia sijui nini? Maana tunaye Yesu anaofanya. Maana ndio kazi yake aliyoiweka hapa. Maana amekusudia kuwafungua watu wote wa mji huu. Watamjua huyu Yesu. Watatoka kwenye hivyo viti. Sasa hivi wanajifanya ni watu wa kupiga tu, lakini saa inakuja watakuja ukanisani. Hao ndo watakuwa wainjilisti wetu. Walevi na wachawi watakuwa wainjilisti wetu. Waasherati na wazinzi watakuwa wainjilisti wetu. Hao wachawi na wanga watakuwa wainjilisti wetu. Kwa jina la Yesu. Maana tumejitambua iko faida kumtumikia nani? Yesu. Nataka tuwe kitabu kingine. Taishia hichi kitabu hicho nilichokisoma sasa. Matendo ya Mitume 20:35. Ile somo ni refu, lakini tunakaribia, nafikiri Jumapili ijayo itakuwa limeisha. Matendo ya Mitume 20:35. 20:35. Pointi iko hapa mbele kidogo kwenye 35. Tutasoma yote mpaka kwenye ile pointi yangu. Nasema hivi: katika mambo yote nimeoneshwa ya kuwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe,
Ni heri kutoa kuliko kupokea. Hii ndio point. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Unajua unapotoa unatengeneza ushirika na Mungu wa kupokea kitu. Amen. Au kushinda kitu kilichokuwa mbele. Amen. Unajua mchawi anaogopa unapotoa kitu sasa hivi, maana umepanda. Amen. Siku ya kuvuna ni wewe na Yesu ndio mnajua. Amen. Kwa hiyo shetani anajaribu kuzoea. Unakuta mtu una sadaka yako, unataka kupeleka, unakuta nguvu hamna. Sasa nataka kupeleka pale kwa Ben Bless. Kwa nini naishiwa nguvu? Kwa sababu anajua ukitoa umemaliza. Mwambie na kaza mwendo, nataka nimeshindwa kutembea, nifike tu hata pale chini bwage pwa. Amen. As long as imefika nimepokea. Amen. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Amen. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Amen. Unajua shetani anajaribu kuzuia katika kila kitu. Anakuletea hali fulani fulani, unashindwa kumtumikia Mungu. Mwambie Yesu, kuanzia leo nitakutumikia ipasavyo. Amen. Mwambie Yesu, kuanzia nitakutumikia ipasavyo. Hivi vitu tunavyoviona mara makwazo ya asubuhi na mume wangu, mara sijui magonjwa, mara sijui kudaiwa, mara sijui kuna nini na nini, hapana. Ikifika saa ibada, Yesu anataka niwe neutral. Ikifika saa ibada, anataka niwe huru. Maana nataka nikutumikie katika roho na kweli. Maana Yesu anasema wamwabudu Mungu katika roho na kweli watamuona. Kwa hiyo tupaswe tumwabudu Mungu katika roho na kweli, tumuone. Tuache kujiweka kama tunavyojiweka kwa wengine. Yesu anataka mtu mwenye imani aithibitishe imani yake. Yaani ukipanda choroko ukija kuvuna wewe ni tajiri. Yaani ukipanda mahindi ukija kuvuna wewe ni tajiri. Yaani ukipanda maharage ukija kuvuna wewe ni tajiri. Ukipanda miwa ukija kuvuna wewe ni tajiri. Ukipanda mapera ukija kuvuna wewe ni tajiri. Ukipanda nyanya ukija kuvuna wewe ni tajiri. Maana umemtambua Yesu. Maana umemtambua Yesu. Na ukaambatana mali zako. Ukuangalia hasara. Unamwambia Yesu, sihesabu hasara. Mimi nahesabu faida. Ni faida tu. Kwa jina la Yesu Kristo. Yesu ni mzuri. Yaani pokeeni hiyo neema, msiichezee. Itunzeni hiyo neema, msiichezee. Wengi wameitafuta wameikosa, lakini mmepata kwa neema. Itumieni hiyo neema vizuri.